Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi ametembelea na kukagua mradi wa laini kubwa ya umeme inayojengwa kutoka Chalinze hadi Dodoma hapa katika eneo la Tungi, manispaa ya Morogoro. Waziri Ndejembi amesema kuwa kukamilika kwa mradi huo kutasaidia hali ya upatikanaji wa nishati ya umeme ambayo matumizi yake yameendelea kuongezeka kila siku. Laini hii ina umuhimu mkubwa sana, sababu itatuwezesha kutoa umeme mwingi zaidi kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere kwenye uzalishaji kule ambao utawafikia Watanzania ikiwemo wana Morogoro. Lakini vile vile kuna laini ambayo inajengwa ambayo inatoka vile vile Chalinze, ambao umeme wa Julius Nyerere unasafirishwa kuelekea Dodoma kwa laini ya msongo wa kilovolti 400 ambayo ni laini kubwa zaidi. Kwa hiyo hii yote italeta stability katika grid yetu ya taifa na kuongeza uwezo wa Tanzania kupokea umeme, kwa sababu tumeona mikoa mbalimbali mahitaji ya umeme yakizidi kukua na laini tulizonazo ni laini za zamani, na ndio maana serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba umeme unapatikana ule ambao unakidhi mahitaji ya Watanzania. Umeme si anasa, nasema muda wote, umeme ni hitaji la msingi la Mtanzania. Na hapa kuna bilioni zaidi ya 518 kwa ajili ya laini ya Chalinze Dodoma ambao serikali imewekeza, na tunatarajia mradi huu utaisha haraka. Hata yaliyojitokeza juzi ya grid yetu ya taifa kukata ambao mikoa kadhaa ikawa haipo katika kupata huduma ya umeme, suluhisho ni kwa laini hii kuweza kukamilika, kwa sababu sasa tutakuwa tuna uwezo kama nilivyosema awali kusafirisha umeme mkubwa zaidi, mwingi zaidi, kwa sababu kwa sasa uhalisia ni kwamba laini nyingi tulizonazo zinazidiwa, kwa maana mahitaji yamekuwa, viwanda vimeongezeka, miji imekuwa, tunaendelea, kuna fedha nyingi imewekezwa katika kupeleka umeme vijijini kupitia REA. Kwa hiyo mahitaji ya umeme yamezidi kuongezeka kwenye taifa letu. Kwa hiyo line zetu za sasa za grid ya taifa zinakuwa saa nyingine zinazidiwa. Kwa hiyo tukimaliza mradi huu changamoto mbalimbali za grid yetu ya taifa zitakuwa zimekamilika, kwa sababu tutakuwa tuna uwezo sasa wa kupeleka umeme mkubwa zaidi maeneo mengine. Nimtake mkandarasi TIBEA hakikishe kwamba anamaliza mradi huu kwa wakati. Aidha, Waziri Ndejembi amesema kuwa kitendo kilichofanywa na mmoja kati ya wakandarasi wa mradi huo kumpiga mfanyakazi mzawa ni kinyume cha utaratibu, badala yake wafanye kazi kwa ushirikiano. Lakini kuna changamoto nyingine pia tumeziona kwenye vyombo vya habari, ugomvi baina ya watumishi wa TIBEA na wafanyakazi wa mradi. Kwa hiyo tunataka tuone TANESCO mkichukua hatua juu ya hali kama hizo ambazo zinajitokeza. Kwanza chunguze jue nini kilitokea, lakini haikubaliki popote pale katika nchi yetu mtu kujichukulia sheria mkononi na kuanza kumpiga mtumishi ama kukurushiana maneno. Hairuhusiwi kwa mujibu wa sheria, na wala hatutomchekea yoyote ambaye anafanya hivyo. Kwa hiyo TIBEA mnafanya kazi nzuri sana na mnaenda kwa spidi, lakini muangalie pia watumishi wenu wasionee wala kupiga mfanyakazi yoyote ambaye anafanya katika mradi huu. Na changamoto mbalimbali ambazo nazifahamu mnazipitia pia na sisi tumezizungumza, na tutahakikisha kwamba tunazitatua kwa haraka sana ili kazi isisimame. Kwa hiyo tulianzia hapa Morogoro, lakini laini hii kama nilivyosema inaelekea Dodoma, tutakuja kwenda mpaka Zuzu Dodoma, ambapo umeme huu ndio utaenda kupokelewa. Unaogharimu fedha za Tanzania shilingi bilioni 518, fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwekeza kiasi kikubwa sana cha fedha kwenye sekta ya nishati, lakini kipekee kwenye njia hii ya kusafirisha umeme. Hii njia ni muhimu sana kwa sababu inakwenda kutuongezea uwezo wa kuchukua umeme wa kutosha kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere kuleta Dodoma, na baada ya Dodoma tuna kituo chetu cha kupoza umeme cha Zuzu kikubwa kabisa.
tutakuwa na nafasi ya kupeleka umeme kwingineko sasa, Singida, mikoa ya kaskazini na mikoa ya kanda ya Ziwa. Sipo shaka mradi utaisha mwezi wa 8 na kukamilika kwa mradi huu kutaongeza utulivu kwenye njia zetu za kusafirisha umeme, kama ambavyo wakati fulani tunapata changamoto hivi sasa hivi mnazoziona. Kukamilika kwa mradi huu kutasaidia sana kuondoa changamoto nyingi ambazo zinatukabili sasa, kwa sababu kutakuwa na utulivu kwenye miundombinu yetu ya kusafirisha umeme. Asanteni sana.